Tuko hapa eneo la Ruvu, karibu na Ruvu Station kwa ajili ya kufanya tathmini ya eneo. Mnafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza na ameshasema dhamira yake kuhakikisha kwanza nchi yetu inaendelea kujitosheleza kwa chakula, lakini pia ameshasema nchi yetu ina uwezo wa kulisha Afrika na Afrika ina uwezo wa kulisha dunia. Lakini tunafahamu pia katika dira 2050 pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi tunatakiwa kuzalisha ajira 8,000 na vijana wetu wengi wamemaliza, wamesoma vizuri kwenye vyuo vyetu. Tuna vyuo vikuu vinafundisha mambo ya uchumi, mambo ya kilimo, udaktari. Kwa hiyo tuna nguvu kazi ya kutosha. Sehemu ya mikakati ya Mheshimiwa Rais ameanzisha BBT kwa upande wa kilimo, lakini ameanzisha vile vile upande wa mifugo, na sasa hivi mimi namshukuru Mheshimiwa waziri amekuja mkoa wa Pwani ili tuendelee kutafsiri kwa vitendo dhamira ya Mheshimiwa Rais. Hapa tunakuja tumefanya tathmini ya eneo kama eka 200 kwa kuanzia, ambapo itakuwa ni kwa ajili ya kilimo cha mboga mboga. Soko kubwa, tunafahamu eneo hili lina viwanda vingi, lakini hata wenzetu wa mkoa jirani, mkoa wa Dar es Salaam ambao na watu takriban milioni 6 na karibu na nusu hivi, tuweze kuhakikisha kwamba wanapata mboga mboga za kutosha kwa ajili ya afya zao, lakini na vijana wetu watapata sehemu ya kufanya ajira. Ni karibu na kituo cha Ruvu. Kwa hiyo tunachotaka tuwe na uzalishaji mkubwa wa mboga mboga, wananchi wetu wapate mboga za kutosha, ikibidi tuweze kwenda hata na masoko ya nje, lakini kwa kuanzia hapa tunafahamu itafanyika katika mikoa mingi, lakini hapa tunaanza kama sehemu ya mfano. Kwa hiyo tuko hapa, tumezunguka eneo hili na tayari eneo hili litaanza kusafishwa. Tunaamini ndani ya muda mfupi tayari uzalishaji utaanza, lakini jambo kubwa hapa itafanyika kilimo cha kitaalamu kwa kutumia mbegu bora na wataalamu wazuri. Kwa hiyo inaweza kuwa pia ni darasa kwa wananchi wengine kuja kujifunza, tukahakikisha kwamba nchi yetu sasa tunajitosheleza kwa upande wa mboga mboga, lakini na vijana wetu wanapata ajira, na kilimo ni fursa, na tuweze kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Rais kuilisha Afrika na kuilisha dunia. Ni kuja kwa ajili ya kuanzisha mashamba ya mfano ya mboga mboga. Najua mkoa wa Pwani unafanya na watu binafsi wapo wanafanya kilimo cha mboga mboga, lakini katika kiwango kidogo. Lakini uhitaji wa mboga mboga kwenye mikoa yetu ya Pwani ikiwemo Dar es Salaam na Pwani yenyewe, lakini hasa na mkoa na wenzetu wa Zanzibar ni mkubwa sana, hasa kwa sababu ya idadi ya watalii ambao wanakwenda kutembelea visiwa vyetu vya Zanzibar, lakini pia mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa kuwa na idadi kubwa ya watu. Mboga ambayo imekuwa inatumika mboga ambayo kwa kweli si ya kutosheleza, lakini inayotoka kwenye maeneo mengine ambayo si mazuri sana, na sisi tumepewa dhamana na Mheshimiwa Rais alisema, na amesema hapa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Rais alituelekeza moja ya jambo la msingi ni kuhakikisha Wizara ya Kilimo inafanikisha kuwalisha Watanzania, lakini na kuwalisha wengine kibiashara. Sasa kwenye lengo la kuwalisha tu Watanzania, kwenye eneo la mboga hatujawekeza nguvu kubwa kwa horticulture kwa ujumla. Naposema mboga mboga, kuna vitu vingi humo ndani. Kuna hoho, kuna pilipili, kuna nyanya chungu, kuna mchicha, kuna chainizi, kuna nini, hizo mboga za majani, lakini na hasa na yale mnaita matunda saidizi ya mboga, si ndio? Kwa hiyo kwa ujumla tunataka kufanya sehemu angalau ya kwanza ya heka 200 ambayo muda mfupi ujao tutaona hayo matokeo tunayoyataka, na tunaotaka waje kulima hapa wawe ni vijana wanaozunguka maeneo ya jirani, lakini wale wenye utayari wa kulima na ambao wanalima. Hatutabeba mtu yoyote kumleta huku kumtengenezea mazingira. Tunataka wale ambao wana utayari, na wapo. Ukiangalia tu wilaya ya Kibaha ina vijana wengi, lakini wapo ambao wako tayari hata kutoka Dar es Salaam kuja kulima na kurudi, kwa sababu kilimo chenyewe kina tija kubwa sana. Ni kilimo cha uhakika cha muda mfupi, kinaleta matokeo haraka. Ndio lengo kubwa. Na